Kumbuka msimu wa kwanza wa Fadlu, zile mechi za kwanza za Simba ilikuwa inacheza kwa namna hiyo hiyo. Unaiona Simba kipindi cha kwanza inavyocheza na kipindi cha pili ni kama timu inakata moto. Alishawahi kuja kulijibia Fadlu akasema shida sio fitness ya wachezaji, shida ni mentality tu ya wachezaji wenyewe. Baadaye mdogo ikaenda, ikaja kila kitu kikakaa sawa, kwa wanaona wachezaji the way ambao wana manage mchezo mzima ikawa muda unapoenda unaendelea kubadilika. Kwa hiyo kwenye mechi kama hizi ambazo hakuna pressure ya wewe labda unahitajika kushinda alama kwa sababu unashindania na Yanga ubingwa, au unahitajika kushinda alama kwa sababu kuna Esperance na Petro anakuangalia, ni mechi ambayo hauna chochote ambacho unakwenda kukishindania, ndio mechi ambazo mwalimu sasa anapimwa kwamba kwenye zile ambazo zilikuwa zina pressure, labda pressure wachezaji labda ndio walishindwa kuihandle ile pressure. Kwa hiyo na vipi na game ambazo hazina pressure unaweza vipi kuzimanage? Kwa hiyo kama anaweza kufanya hiki inawezekana ikawa okay, labda wachezaji wenyewe ndio inakuwa ni sababu kwamba kuna baadhi ya nyakati ambazo wanashindwa kuhimili pressure labda kutokana na sababu kadha wa kadha. Kwa hiyo kwangu lazima hicho kitu nikiweza ukiangalia, kwa sababu nimekuwa nikiona ni moja ya sababu ambazo zimekuwa zikiwasumbua Simba kwa muda kidogo toka timu ilipokuwa chini ya Steve Barker au toka walipoanza kushiriki mechi mbalimbali za kimashindano msimu. Kwa hiki ambacho unakiona hivi sasa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ni dhahiri tunaweza tukasema kwa maana Simba inahitaji na imedhamiria kurejea katika ubora wake kutokana na energy ambayo wanaitoa katika dakika hizi hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Ulikuwa unasikia watu wa Simba, msemaji, hata kocha pia, ni mechi ambao wao walikuwa wanaitazama kama sehemu ya kuendeleza morali ya kiushindi, kwa sababu mpira miguu una tabia kama unafungwa mfululizo, hata hali yako wewe ya kujiamini inapungua, kwa sababu wewe ni mtu wa kufunga. Lakini ukiwa unashinda maana unatengeneza hali ya kujiamini kwamba wewe ni mtu wa kushinda. Kwa hiyo hapo katikati Simba morali ya ushindi ilikuwa imepotea baada ya kufungwa na Azam na wale pasale na Mtibwa, kufungwa tena na Esperance. Kwa hiyo kuna namba ukiangalia hata viwango vya mchezaji mmoja kuna hali fulani vya ushindi ambao kwa aliweza kuondoka. Huu mchezo kwa wao walivyosema kuanzia kocha mpaka kwa msemaji wao na anavyoona kiwanjani wanatamani kuendeleza ile hali ya ushindi. Ukiangalia tangia mechi ya Mashujaa iliyopita wakaja wakasale na Esperance de Tunis, wakaja wakasawazisha dhidi ya Petro. Kuna eneo ambao unaona hawa watu ni kama wanatoka kwenye ile hali ambayo walikuwa nao huko nyuma. Kwa hiyo wanauhitaji kwa namna hiyo, kwa sababu matokeo ya ushindi wafungwe hakuna sema ambayo inawapeleka, lakini tu ile kutengeneza mentality ya ushindi na ambacho anakiona. Lakini pia mwalimu anaendelea kutafuta kikosi chake cha kwanza. Kumwangalia hizo mechi 5, wachezaji wengi, kuna baadhi ya wachezaji 7 mpaka 8 wanajirudia. Maana yake kwa sababu mwalimu ni mpya, pia kuna ingizo wachezaji wapya, anatamani kupata kikosi chake cha kwanza ambacho ataenda nacho kumalizia msimu ambao umesalia. Ni katikati ya msimu, lakini ukiangalia ratiba ya Simba ni kama ni mwanzo wa msimu, kwa sababu kwenye ligi kati ya michezo 8 maana yake ni michezo 7 ya kumaliza mchezo wa kwanza plus 15 mchezo wa pili, ni kama tu unaanza msimu. Kwa hiyo mwalimu anahitaji pia kuona kikosi cha kwanza ambacho atakuwa nacho, lakini pia ni nafasi nyingine baadhi ya wachezaji kuweza kupambania namba kwenye kikosi. Kapombe leo hii anakosekana kutokana na kadi nyekundu ambayo alipata mechi dhidi ya Petro. Leo hii amepewa nafasi Duchu wa kucheza. Duchu ambaye binafsi nilikuwa simuelewi, kwa sababu kwa mchezaji kama vile amelizika kukaa benchi. Ilikuwa inafika wakati ambao akipata nafasi ya kucheza huoni kama ni mtu ambaye anaitamani ile namba, lakini kwa nilivyomuona mechi ya leo angalau kwa dakika kadhaa na kitu kuna nafasi yake ya kuweza kuipambania, kwa sababu upande wa kulia wa Simba kusema kweli ni upande ambao inawezekana upo open sana. Mtu yeyote ambaye anaweza kuperform anaweza akachukua nafasi. Kapombe licha kwamba anacheza muda mwingi anapewa nafasi, lakini bado amekuwa na kelele nyingi sana ambazo mashabiki wa Simba wamedai afanye vizuri zaidi. Na matukio mengine ambayo Kapombe unakuta anafanya chini ya kiwango, unashindwa kumlaumu kwa sababu uwezo umeishia pale. Kwa hivi sasa imefika wakati ametoka kuwa mchezaji mkubwa au mchezaji mwenye uwezo mkubwa, hivi sasa ni kama anarudi nyuma, kwa sababu mloko pia unaenda sasa muda mrefu. Kapombe hiyo jezi ya Simba tu tangu 2010 sio yuko anaivaa, licha kwamba alitoka na akarudi, kwa muda mrefu yuko pale ametumika. Ni miongoni mwa wachezaji ambao rotation ilikuwa ziwakuti tangu Simba ilikuwa kwenye prime mpaka inakuja kushuka, kila siku yupo. Kwa imefika wakati ni kama amechoka, hana nishati ya kutosha kukabiliana na washambuliaji, hana nishati ya kutosha kufanya mikimbio mingi ya kwenda na kurudi. Duchu ni wakati wake huu, endapo akiendelea kuonesha kitu kizuri zaidi, maana anaweza kumshawishi mwalimu aweze kukupa nafasi. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo tu ambavyo nadhani leo hii Steven Becker hata mashabiki wa Simba wanatamani kuviona. Kwa Anicet Aura tunaweza tukasema kwamba
ile X factor ambayo mnyama alikuwa akililia kwa kipindi kirefu ameipata rasmi? Yeah, of course. Na mimi ndo maana huwa mara nyingi wanasema of course kwenye mpira mtu yoyote ambaye yeye ni mwalimu au ni mchezaji atakuwa anahitaji muda, lakini ndani ya huo muda ni kitu gani ambacho atakuwa amekionyesha. Sio kama ni sitahitaji muda, bado anahitaji muda kwa sababu sitamani kumpa pressure, lakini ndani ya muda mfupi ambao ameonekana ameonyesha kwamba ni mchezaji ambaye Simba walikuwa wanamkosa mchezaji wa namna hiyo kwa muda mrefu, hasa mchezaji ambaye anacheza katika mapana ya uwanja. Kwa sababu hapa katikati Simba alikuwa ana elimu Panzu huko pembeni, anatacheza Kibudeni si muda mwingine. Wote ukiangalia aina ya uchezaji wao ambao jinsi ambavyo wanacheza, kuna vitu ambavyo ulikuwa unaona kwa pamoja wakiwa wanacheza hawakupi ambacho labda Anicet anakupa kutokana na namna ambavyo wanacheza. Kwanza ukimwangalia ni kama versatile player na si kama natural winger ambaye labda atakuwa na muda wote anakupatia mstari, au ile winger ambaye anataka kukimbia amalize touchline apige cross. Sio winger wa namna hiyo. Angalia maeneo muda mwingi maeneo ambayo anaweza kucheza hivyo, comfortable kucheza ndani, kuombea mipira kwenye central areas, yuko comfortable kuombea mipira kwenye half space, yuko comfortable kuchezesha jinsi gani ambavyo anacheza na fullback wake, the way ambavyo anacheza ile ni nzuri kwa sababu inakuwa namtengenezea mpinzani sintofahamu kwamba kisha kama unakwenda kukabiliana na Anicet ukiwa ni wewe fullback peke yako, lazima utakutana na situation ya wawili dhidi ya mmoja. Anaweza akasogea ndani labda kwenye half space, akampa muda fullback wake akasogea juu akaoverlap then akamwekea pass, tayari unakuwa upo kwenye sintofahamu kwamba ukabiliane na fullback ambaye ameoverlap au kabiliana na Anicet ambaye yupo na mpira anajaribu kumwekea through ball huyo beki ambaye ameoverlap. Angalia pasi zake ambazo anapiga, namna ambavyo anaurahisisha mpira. Si mchezaji ambaye anapenda kukaa na mpira mguuni kwa sababu amewinga muda wote nitatamani kae na mpira, wewe beki njoo, kama unaweza kunikaba tupeane mkono tushindane, nitakuja kila muda nataka kudribble. Hapana, sio moja ya sifa zake. Kitu ambacho nakiona kwake ni more of passing, the way ambavyo anapasia mpira. Hata kwenye kitu ambacho ananishangaza ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo unakuwa hauja expect kama anaweza kupiga pasi pale then akachipu mpira akamweka pasi kwenye eneo kama hilo, tayari unaiona Simba inakuwa inasogea, kitu ambacho walikuwa wanakilaka hapa nyuma. Na ndio maana mzigo mkubwa alikuwa anabebeshwa Jean Charles kwamba you are number 10, kitu gani ambacho unakifanya, kwamba alikuwa anaonekana yeye ndo anapaswa kufanya shughuli nzima ya utengenezaji wa nafasi, kwa sababu wachezaji wote walikuwa wanacheza Simba kwenye lile eneo la ushambuliaji, wengi hawakuwa na huo uwezo wa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo haikuwa pia ni ubora wake Jean Charles, ikawa ni mchezaji ambaye muda mwingi atataka arrive kwenye boxi, apige pasi ya mwisho ama aweze kufunga mpira unapokuwa umedondoka katika boxi, hasa inapokuwa labda ni second ball, anapokuwa ni cutback pass imepigwa ndani ya box. Lakini ukimwangalia Anicet leo ambavyo anacheza, plus kingine ambacho anaongezea, analifahamu goli, anajua jinsi gani ambavyo anapaswa kufunga kwa mchango wa magoli kwenye timu. Kwa hiyo kisha na mchezaji wa namna hii, na maana anakuwa na contribute kwenye mazingira yote, kwenye kutengeneza nafasi na kwenye kufunga. Hapa tulikuwa unaiona Simba jinsi ambavyo ilikuwa na struggle. Simba ilikuwa na msimu uliopita, Simba ilikuwa magoli afunge mshambuliaji wakati afunge Jancha za huo. Afunge mshambuliaji wakati kwenye maeneo ya pembeni Simba ilikuwa na shida kubwa sana ya kutengeneza magoli. Hasa amini ya kufunga magoli, hasa anapocheza Mpanzu pamoja na mwenzie Kibudeni. Lakini sasa hivi unaona uwepo wake Anicet plus mwingine tena Libasege, unaona kwenye maeneo ambao wanakuwa wanacheza, ni aina ya wachezaji ambao wanaiongezea sifa mbili Simba. Kwanza ya utengenezaji mkubwa wa nafasi ambazo wanazitengeneza, tena si kwa kupiga tu cross kwa sababu ni wingers, wanaweza pia kupiga hata zile through balls, na pia wana uwezo wao wenyewe kuona goli wakafunga. Sababu tulikuwa tunaiona shida ya Simba hapo katikati, hata wakati msimu unaanza, tokea msimu uliopita, wakati msimu unaanza, shida kubwa ya Simba ilikuwa kutengeneza nafasi na kuzitumia. Hiyo ndio ilikuwa ni shida ya Simba. Kama unakumbuka mechi ya Simba dhidi ya Esperance, ya Petro Atletico ilikuwa ya kwanza. Ile mechi kabla Simba kufungwa goli dakika za jioni, Simba alikuwa na nafasi, alipaswa kuweza kuimaliza ile game mapema. Yaani hata Petro kupata goli, ilipaswa ile goli la kufutia machozi. Lakini unakumbuka nafasi aliyopata Mpanzu, akaipoteza, amemchukua golikipa akapiga pembeni, nyavu za pembeni. Nafasi ambayo alipoteza Morris Abraham. Kwa hiyo unaona plenty of nafasi ambazo walikuwa wachezaji wanazipata haziwezi kutumika, na mali kwa nakupa picha moja kwa moja kwamba mwalimu kazi yake anaifanya. Ndio maana timu unaiona inatoka nyuma, inatengeneza nafasi, inafika kwenye boxi, shida inabakia kwa wachezaji, kwa sababu mwalimu hawezi kukushika mguu akamwambia Mpanzu tunafunga kwa staili hii, sijui akakwambia Morris tunafunga kwa staili hii. No, yani wewe mwenyewe hiyo inapaswa kuwa talenti yako, ndio maana wewe ni winga. Yani haujakuwa tu kwa bahati mbaya kuwa kucheza kwenye eneo kama hilo. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana shida ya Simba ni quality kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kwa kuongeza aina ya wachezaji kama hawa, it means kwamba ni quality tayari umeiongeza iko pale, kwamba hata ikitokea mbinu za mwalimu zimekwama, wao wenyewe individually wana uwezo
wa kuweza kuamua matokeo kutokana na uwezo wao ambao wako nao, na ndio maana unamuona mimi kwangu sishangae ambacho anakionyesha Aniset kutokana na taifa ambalo ametoka, makuzi ya soka ambako ameyapata. Yani hachezi mpira tu kwa sababu ameshauriwa na wajomba zake kwamba kacheze mpira uje usaidie familia, no. Anacheza kwa sababu kipaji kipo pale na amepata makuzi ya soka. Kisha mwana mchezaji ametoka Aseki Mimosa, hapo anacheza mpira ambao unaeleweka. Unakuwa unashangaa kidogo Aseki ipi ambayo. Kwani kuna watu huwa wanacheza mpira kwa maelekezo. Wewe kaza kufanya umekosa, nenda angalau ukapambane huko. Acheze angalau usaidie familia. Lakini sio kwa Anise. Unaona mchezaji ambaye talent iko pale, alafu anajua ambacho anakifanya, alafu yupo comfortable. Hafanyi kwa sababu labda kuna pressure ambayo anaipata. Yani anacheza mpira kama tu ambavyo anacheza mazoezi. Ndio maana unaona kila ambacho anakifanya uwanjani kwa asilimia kubwa kinakuwa kinageuka, kinakuwa sahihi. Kwa hiyo kazi sasa hivi iliyobakia ni kwa mwalimu kuendelea kutengeneza timu ambayo itakuwa sasa sio tena Aniseti aweze kuamua matokeo yeye kama yeye, lakini timu ambayo itakuwa imetengenezwa inamsaidia yeye na wachezaji wenzake kuweza kuamua matokeo ya timu. Sawa, na niwaambie taarifa njema hivi sasa wana Afrika Mashariki ambao mnatufuatilia, kwa maana tarehe 16 siku ya Jumatatu, baada ya heka za Valentine, baada ya heka za weekend, sasa tarehe 16 VETA wana jambo lao. Na cha kufanya wewe, jambo gani hilo ambalo wanalo VETA hivi sasa? Jambo gani hilo ambalo wanalitazama? Jambo gani hilo ambalo wanataka kukuletea tarehe 16? Basi usikose kufuatilia mkutano